Nchi hii inavyotoa huduma zake, tuna ngazi ya afya msingi ambayo inaanzia zahanati, inaanzia kwenye jamii, zahanati, kituo cha afya mpaka hospitali ya wilaya. Alafu inaingia kwenye ngazi ya kati ambayo ina hospitali ya rufaa ya mkoa. Alafu inakwenda kwenye ngazi ya juu ambayo ina ngazi ya kanda pamoja na ngazi ya taifa. Kwa nini tumefanya hivyo? 80% mpaka 85, Mheshimiwa Waziri, ya wagonjwa wetu wanaisha ngazi ya msingi. Yaani pale matatizo yao yote yanaisha. Asilimia ile ndogo iliyobaki 15 mpaka 20 ndio wanapanda kuja huku juu. Kwa hiyo essential drug list yetu au dawa zetu muhimu zimejikita kuwahudumia 80% mpaka 85 walioko kwenye ngazi ya msingi, kwa sababu hao ndio walio wengi. Lakini pia tunazo ambazo zinapanda huku juu. Sasa Mheshimiwa Waziri, wanapofika pale, ukishapanga hivyo vituo kwa utaratibu huo, ina maana majengo yako utayapanga kwa utaratibu huo. Vipimo vyako utavipanga kwa utaratibu huo. Watumishi wako kwa maana ya ujuzi wao utawapanga kwa utaratibu huo. Kwa hiyo kuna dawa ya ugonjwa ambao unahitaji daktari bingwa bobezi, Mheshimiwa Waziri, huwezi kuitoa kwenye ngazi ya zahanati. Utaenda kuitoa huko. Kwa sababu ninapompa mgonjwa dawa, simpi tu dawa. Unapompa mgonjwa dawa, Mheshimiwa Waziri, anaweza akapata madhara. Akipata madhara, lazima niwe na watumishi ambao wanaweza kumanage yale madhara kwenye ile sehemu ili mgonjwa asife. Lakini pia ili nimpe dawa fulani mgonjwa, lazima niwe na uwezo wa kugundua huo ugonjwa kwenye ngazi hiyo. Kwa hiyo ndio maana ukienda kwenye ngazi ya msingi, maradhi yetu mengi ambayo yanasumbua wananchi yanaishia pale, na tumeweka wataalamu ambao wanaishia ngazi hiyo. Na unavyopanda yale ambayo yanahitaji ubingwa na ubingwa bobezi yanakwenda juu. Kwa hiyo sio lazima, Mheshimiwa Waziri, kila mtu ambaye atagunduliwa ugonjwa pale dawa yake ipatikane pale. Tunapokuwa ile dawa hatuna, tunampa rufaa aende kwenye kituo ambacho atapata hiyo dawa. Kwa sababu nikimpea pale hiyo dawa, akipata madhara, sina namna ya kumsaidia. Anaweza akapoteza maisha. Lakini kuna wagonjwa ambao kwa mfano wanakwenda kutibiwa labda taasisi zetu JKCI, MOI, Muhimbili na maeneo mengine. Akishamaliza matibabu, wanamrudisha, anarudi nyumbani kwake. Sasa mgonjwa yeye anajua nitakapoenda pale kwenye zahanati, kwenye kituo cha afya, kwenye hospitali ya wilaya, sinataka kurudia dawa yangu ile ambayo nimepewa MOI au Muhimbili au JKCI, nitaikuta pale. Asipoikuta pale, Mheshimiwa Waziri, changamoto inaanzia hapo. Kwa hiyo dawa sio kwamba haipo kwa sababu ndani ya nchi hatuna, lakini ile sio level sahihi ya kuitoa hiyo dawa. Na ndio maana tunawapa rufaa. Na Mheshimiwa Waziri, mimi nimekuwepo kwenye sekta kwa muda mrefu. Tulishusha dawa za pressure mpaka ngazi ya kituo cha afya. Tumeshusha upasuaji wa dharura wa kumtoa mtoto tumboni mpaka kituo cha afya. Tumeshusha upasuaji wa dharura za upasuaji kama hernia, sijui utumbo kujinyonga mpaka kituo cha afya. Huduma hizo zote, Mheshimiwa, zilikuwa zinaanzia ngazi ya hospitali ya rufaa ya mkoa kwenda juu. Lakini tumejenga theater, tumepeleka madaktari, tumepeleka vifaa, tukashusha huduma. Kwa hivi vitu, Mheshimiwa Waziri, hufanyi kiolela, unakwenda unaweka na supporting systems zote ziweze kufanya kazi. Na ndio maana Mheshimiwa umetuelekeza sasa hivi kwa mfano huduma za watoto wachanga. Ili tupunguze vifo vya watoto wachanga. Tunashusha sasa hivi hospitali mpaka kituo cha afya. Kwa nini? Tunashusha zile huduma, tunapeleka vifaa, tunapeleka wataalamu, alafu huduma unazishusha. Huwezi kupeleka dawa wakati mtaalamu hakuna.